Hii ufisadi ni ile tunasema kuna kitu inaitwa hapo, inaitwa special table. Kuna hii tool ya i-taxing. It is a tool for i-taxing, inaitwa special table. Special table ni ile wanafungia mtu pini yake, for non-compliance. For non-compliance in tax remittance, VAT, i-tax special table. Na hiyo wakishafunga pin inakuwa conduit for corruption. And nataka niseme hivi, wakati unauza nguruwe kwa msikiti inafaa unakuwa mnyenyekevu sana sana sana. Usiuze nguruwe kwa msikiti na kiburi. Wakati unauza nguruwe kwa msikiti hapa, uza kwa unyenyekevu. Omba kabisa watu wakuruhusu, usiuze kwa kiburi, kwa sababu hii ni msikiti na hao watu hawakuli nguruwe. Ile jambo nataka nianze nayo, nataka kuanza na mambo ya KRA, niongee mambo ingine. Pale KRA kuna ufisadi inaendelea hapo, na hiyo ufisadi yenye inaendelea KRA ni mbaya. Hii ufisadi ni ile tunasema kuna kitu inaitwa hapo, inaitwa special table. Kuna hii tool ya i-taxing. It is a tool for i-taxing, inaitwa special table. Special table ni ile wanafungia mtu pini yake, for non-compliance. For non-compliance in tax remittance, VAT, i-tax special table. Na hiyo wakishafunga pin inakuwa conduit for corruption. Locking the pin becomes a conduit for corruption. It becomes a conduit for corruption so that you can either go there physically and bribe somebody so that your pin can be unlocked. And it also suppresses businesses. It is finishing businesses. Na watu wenye wanafanya hii kitu mpaka wananunua majumba Dubai. The proceeds that are coming from that conduit of corruption. Hii special table ni kitu ambayo inafaa ichunguzwe sana. Haina transparency, haina accountability. It is a conduit for corruption, for suppressing businesses, legitimate businesses. People who are running legitimate businesses are being brought down by something called special table at KRA. Hiyo kitu inafaa iangaliwe sana. Mpaka kuna kesi ambayo inahusiana na hiyo special table. Hiyo kesi badala ya kuwekwa Nairobi ikapelekwa Bomet. Na hiyo kitu inafaa iangaliwe sana. Jambo lingine mimi nataka kusema sasa, nimemaliza mambo ya KRA. Nataka kuongea mambo ya, tumesikia Murkomen akitoa declaration. Kipchumba Murkomen, CS wa Interior, akitoa declaration kwamba shoot to kill. Shoot to kill. That is a declaration of war in this country. Kipchumba Murkomen was declaring war in this country. He was inciting the police against the people. Kipchumba Murkomen alikuwa na incite police against the people. And going forward, as from today, Kipchumba Murkomen must be held responsible for any police shooting. For every single person shot by the police going forward, Kipchumba Murkomen must be held accountable. Na ICC inafaa ichunguze hii mambo, iangalie. And I'm sure ICC already have that declaration by Kipchumba Murkomen. Na mimi nafurahi kwa sababu polisi wetu wamemkataza. Nimeona polisi wana record
vitu wanaweka kwa mitandao, video ya kuambia Kipchumba Murkomen kwamba hiyo ni yako, wewe kuja uchukue bunduki ushuti watu kama unataka. And I want to congratulate our policemen for that stand, because polisi wetu inafaa mkatae kuchukua instructions from politicians. Polisi inafaa wakatae instructions from politicians, because a politician ako kwa ofisi miaka 5, polisi inafaa wajue hiyo. Na wewe polisi uko na career ya 30 years or 40 years, do not destroy your career and your life because of a politician who is in office for 5 years. Huyu politician atatoka kwa ofisi after 5 years aende, na wewe utabaki hapo hapo ukiwa policeman. Kwa hivyo usikubali policeman, usikubali mwanasiasa kuharibia kazi yako. Do not take instructions from politicians. Usichukue instruction kutoka kwa police. Do not shoot people to kill. Arrest people and take them to court. Where it is possible, arrest people and take them to court. Killing people is a last resort. Hiyo inakuanga last resort. Hata kwa maandamano polisi inafaa tumie vitu mbili tu. Inafaa tumie baton na tear gas, not bullets. Hata sio tear gas kule Marekani. Tear gas, Congress ilipitisha sheria Marekani ya kusema tear gas is a terror weapon, na wakaipiga marufuku kule US. Polisi wa US kwa maandamano wanatumia only batons, because tear gas it was outlawed by the US courts. Ikasemekana is a tool of terror. So hapa Kenya tear gas inatumika kwa maandamano, yet it is a tool of terror, a weapon of terrorism, bado inatumika Kenya kwa maandamano. Na mimi nasema hivi, nataka kumaliza. Nataka kusema kwamba wale watu waliingia kwa serikali kupitia kwa maandamano, waruhusu pia watu wengine wapigania haki zao. The people who entered into government by demonstrations should also allow other people to demonstrate for their rights. And I'm advocating for peaceful demonstrations. Kuna mswada inakuja hapa kwa bunge, Demonstration and Picketing Bill 2024, ambayo ni mswada an act of parliament trying to amend article 37 of our constitution, ambayo inahitaji polisi wakupatie ruhusa ndio ufanye maandamano. Ukitaka kuamend article 37 of our constitution lazima upeleke referendum, not an act of parliament. You cannot amend the Kenyan constitution with an act of parliament. We are going to oppose that amendment bill, and we shall oppose it with our lives, because hii katiba ilipatikana na maisha ya watu. Hatutakubali hii katiba kubadilishwa. Atuende uombe polisi ruhusa. Katiba inasema police must only be notified. You only give the police information kwamba nitaandamana siku ya kesho. Whatever the police do with that information is none of your business. And that is how it happens in advanced democracies like US and everywhere. Lakini serikali inaharibu. When people try to kufanya maandamano peaceful, serikali inaharibu hiyo maandamano kuifanya kuwe violent. Last year maandamano ya kwanza tarehe 18 June 2024, tarehe 18, hiyo maandamano ilikuwa peaceful. Polisi hawaku interrupt, hakuna mtu aliibiwa, hakuna duka ya mtu ilivunjwa. Ikafuata ingine ya tarehe 20, ilikuwa very peaceful, hakuna duka ya mtu ilivunjwa, polisi hawaku interrupt, hakuna mtu alikufa. Polisi walipo interrupt ya tarehe 25 last year, tuliona ile kitu ilifanyika. Na pia kwa hii maandamano ya tarehe 25 ilipita, bila walisema televisheni zizimwe, we knew that there were vitu mbaya zinaenda kufanyika. Wakati walisema tu televisheni zimwe, tukajua kuna vitu zinaenda kufanyika, na hizo vitu ndio tumeziona, ili maandamano ionekane mbaya, because of state sanctioned actions of criminality. State sanctions actions of criminality. Mimi naambia Wakenya wenzangu,
Tukiandamana tuandamane kwa njia ya amani, bila kuguza mtu, bila kuibia mtu, bila kuguza mali ya mtu, kwa sababu wale ambao wako huku chini na hizi biashara ndogo ndogo ni wananchi ambao wanaumia kama sisi. Usiguze biashara ya mtu. Hii Kenya lazima turekebishe nchi yetu, na hii revolution imekuwa ngumu kusimamisha. Namaliza kwa sababu hakuna mtu wa kufanya handshake na yeye umalize hii revolution, because it is leaderless. Ingekuwa kuna mtu anaiongoza ingekuwa iliisha, kwa sababu anaitwa tu anafanya handshake na inafanya nini? Inaisha. There is nobody, hakuna mtu. Na kuna watu wengine wanauliza Gen Z, who is your leader, aende kunegotiate, kufanya dialogue. Hao Gen Z wanasema our leader is Dr. William Samoei Ruto. We have only one president in Kenya. Our leader is Dr. William Samoei Ruto. Tunauliza Ruto implement katiba ya Kenya. Tunauliza Ruto amalize extrajudicial killing, amalize corruption. Na wao unauliza Gen Z, somebody with a 3 cm cubic piece of brain, anauliza Gen Z, kiongozi wenu ni nani? Kiongozi ni mmoja Kenya, Dr. William Samoei Ruto. Na yeye ndio wanauliza arekebishe mambo, amalize. Na wengine nimesikia wengine wakisema dialogue. Unahitaji dialogue ndio umalize extrajudicial killing? Do you need to sit somebody somewhere in a room and discuss how you will finish extrajudicial killing? Do you need to do dialogue to finish corruption? Do you need to do dialogue to finish hizi vitu ambazo zinafanyika hapa Kenya vibaya? You don't need to do that. Ruto amefanya na dialogue na nani? Akanyang'anya wanajeshi chakula. Na mimi nafurahi sana amenyang'anya wanajeshi chakula, so that ameongeza namba ya waandamanaji. Na hapo nashukuru Ruto. Yaani Moi alikuwa mjinga, Kibaki akawa mjinga, Uhuru akawa mjinga, hawakuguza food subsidy ya wanajeshi. Ruto anakuja kutoa, anasema ati pay as you eat. Pay as you eat. Na hiyo pesa anataka asemu, sio kitu, hakuna kitu itafanya. Ni pesa ambayo itaenda kule Dubai kununua manyumba, itaenda kule Swiss banks, itaenda wapi? Wanajeshi, watu ambao wanalinda mipaka yetu, they have sleepless nights to make sure sisi tumelala, we are peaceful. Unawanyang'anya chakula, subsidy ya chakula, hata hauna aibu kunyang'anya wanajeshi chakula. Wanajeshi inafaa wajiunge kwa maandamano, ama wanajeshi inafaa watu wakisema wanaenda State House, wanajeshi wasindikiza watu, ili rais mwingine akuja awarudishie chakula. Ama namna gani? Si ndio? Inafaa rais mwingine apatikana haraka arudishie wanajeshi nini? Chakula. Huwezi kusema wanajeshi watoe pesa kwa mfuko wanunue chakula, na hapa kwa bunge kuna watu ambao hawafanyi kitu. Hapa kwa bunge wanakaa tu, wamefura tumbo kubwa kubwa, wanakula chakula hapo mingi ya bure, na hakuna kitu wanafanya. Badala unyang'anya hawa bunge, unanyang'anya wanajeshi. Surely hawa bunge wanafanya nini? Ndio wanakuwa wanapikiwa hapo vyakula, kuna buffet na kwangi imepangwa hapo the whole day. Kenya saa hizi iko vibaya, kila kitu iko vibaya, hata afya. Kwanza mimi nikikumbuka hata Duale ndio CS wa health, ninafanya bidii sana nisikuwe mgonjwa hata kidogo. Asante na Mungu awabariki.